وبركة في أعمالنا وأعمالنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. آمين يا رب العالمين. Tukiendelea kutabaru na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya suratul Maida, tulisimama aya 66. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wana wa Israeli, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza faida na yatokanayo kwa kukitumia na kukifanyia kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Taurat, Injili na Qur'ani iliyoteremshwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah anasema walau annahum aqamu at-taurata wal injil, laiti kama Mayahudi na Manasara wangelitekeleza na kuisimamisha Taurat, kwa maana aqamu at-taurata, wangeliyafanyia kazi yale yaliyokuja ndani ya Taurat, wal injil, na wakayafanyia kazi yaliyomo ndani ya Injili, wama unzila ilayhim min rabbihim, na laiti kama wangelifanyia kazi Qur'an iliyoteremshwa kwao kutoka kwa Mola wao. Habari ya lau la akalu min fawqihim, Allah anasema wangelikula, wangelipewa riziki kutoka juu yao, kwa maana mvua za baraka, mvua za neema, mvua za kheri zingeliteremka, mvua ambazo zingeleta mazao. Wa min tahti arjulihim, na ardhi nayo ingelipokea maji na kuileta mimea na chakula cha kutosha. Na hii ni dalili kwamba mvua itokanayo mbinguni au mawinguni inapokutana na ardhi, udongo wenye rutuba, basi maisha ya wanadamu yanakuwa mazuri. Mvua ikikosekana au ikanyesha lakini katika ardhi isiyokuwa na rutuba, wanadamu wanaishi katika maisha magumu, kwa sababu kunakuwa na ukame na njaa. Kwa hiyo walau annahum aqamu at-Taurat, laiti wao wangelitekeleza, wangelitumia na kuisimamisha Taurati wal Injili na Injili, wama unzila ilayhim min rabbihim, na wangelikifanyia kazi na kukisimamisha kile kilichoteremshwa kwao kutoka kwa Mola wao, kwa maana ya Qur'an, la akalu min fawqihim, wangelilishwa au wangelikula kutoka juu yao. Wa min tahti arjulihim,
kuna jamaa katika Mayahudi, kuna kundi lenye mlengo wa wastani, limenyooka. Kina Abdullah ibn Salam tuliwasema jana, kina Najashi na Salman al-Farisi, hao ndio mu'tazila, jama'atun mu'tadilatun mustaqima, ni kundi lililonyoka lilokuwa sawa sawa. Wakathirun minhum, na sehemu kubwa ya hao Mayahudi, saa ma ya'malu, bayaulioni wa yale ambayo wanayofanya, kwa maana matendo yao si mazuri. Tulisimama hapo. Leo tunaendelea. Allah subhanahu kwa vile dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake kulikuwa na kuwatia dosari makafiri na wale wanaokwenda kinyume na maelekezo ya Uislamu, na hao wanaotiwa dosari na kukosolewa ni watu wenye nguvu, wanaweza wakamfanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ashindwe kufikisha da'wa kwa sababu ya kuwaogopa. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuha rasul, ewe mtume tuliokupa majukumu. Hapa haikutumika ya ayuha nabii, imetumika ya ayuha rasul, ewe tuliyekubebesha majukumu. Balligh ma unzila ilayka, fikisha kile ulichoteremshiwa juu yako, min rabbika, kutoka kwa Mola wako. Wa in lam taf'al, usipofanya hivyo, ukaogopa kukosolewa, ukaogopa kufikwa na matatizo, fama ballaghta risalata, itakuwa bado haujafikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'asimuka minan nas, usiwe na shaka Allah subhanahu wa ta'ala anakulinda na njama za watu. Wallahu ya'asimuka, na Allah subhanahu wa ta'ala anakulinda minan nasi, kutokana na hila za watu, njama mbaya za watu. Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala awaongozi watu wenye kufuru. Imamu anasema akifasiri ya ayuha rasul, ewe mtume, anasema hadha nidau tashrifi, huu ni wito wenye hadhi na heshima. Hakuitwa ya Muhammad, ya ayuha rasul. Aliyempa kazi hii anathibitisha kwamba Muhammad ni mtume sallallahu alaihi wasallam, amemwita kwa wito wenye heshima na hadhi. Ya ayuha rasul, anasema hadha nidau tashrifi, huu ni wito wenye hadhi na heshima. Wa ta'dhim, na ni wito wenye kuonesha utukufu wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadahu ta'ala bi ashrafil awsaf, amemwita Allah mtukufu bi ashrafil awsafi, kwa sifa zilizokuwa tukufu na bora. Ya risala, kwa kutumia utume, ar-rabbaniya, utume ama ujumbe wa kimungu. Ya ayuha rasul, huo ni ujumbe wa kimungu. Mungu ndiye aliyempa jukumu hili la utume.
Ina maana kwamba aliposema balligh ma unzila ilaika min rabbik, maana yake balligh risalata rabbik, fikisha ujumbe wa Mola wako. Balligh risalata rabbika, fikisha ujumbe wa Mola wako. Ghayra muraqibin ahad, basi na kumwangalia yoyote yule, wala khaifin, wala kumwogopa, ayalalaka makruha, kukufanyia au kukupata wewe ubaya. Fikisha ujumbe wa Allah, siogope kwamba nikifikisha hapa nitavamiwa, nitatengwa, jamii haitanielewa, nitakuwa sikubaliwi na jamii. Kazi yako wewe kufikisha ujumbe. Wa illa mtafal, kama hautofanya, fama ballaghta risalata, basi utakuwa haukufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema maana ya aya balligh jami'a ma unzila ilayka min rabbika, fikisha yote. Balligh jami'a, fikisha yote. Ma unzila ilayka min rabbika, yale yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako. Fa in katamta shay'an, endapo utaficha chochote, minhu, katika ujumbe uliotakiwa kufikisha, fama ballaghta risalatahu, basi utakuwa haujafikisha ujumbe wote wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuficha sehemu ya ujumbe inazingatiwa ni sawa sawa mtu hakufikisha ujumbe wote. Anasema wa hadha ta'dibun li hamalati al-ilmi min ummatihi. Aya hii ina maana ya kufundishwa adabu wale waliochukua ilmu. Wa hadha ta'dibu li hamalati al-ilmi, na huku ni kufunzwa adabu kwa wanachuoni, min ummatihi, katika ummati wake, alla yaktumu shay'an min amri shari'atihi, wasifiche chochote kile kuhusiana na jambo la sheria za Allah. Mwanachuoni anatakiwa awaambie watu ukweli kwamba Qur'ani, sunna, ilmu, ulama wanasema hivi, Qur'ani inatamka hivi, Qur'ani na sheria inataka hivi. Tabibu ni hamalati al-ilm, funzo adabu. Alim hatakiwi kuficha, kwa sababu hayakuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hawezi kuficha kusema kwamba ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Huku ni kufundishwa adabu kwa wanachuoni, kwa sababu wao wanaweza wakaficha kwa ajili ya maslahi ya watu, kuwafurahisha watu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu mwenyewe alimtakasa, wala taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Sayyidina Muhammad hakuficha, afikisha ujumbe kama alivyotakiwa. Amesema katika hajjatul wadaa, adaitul amana, nasahtul umma wa adaitul amana, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wallahu ya'asimuka minan nas, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga. Wallahu ya'asimuka ay yamna'uka, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga minan nasi, na kutoshambuliwa na watu. Wanasema aya hii ilipoteremka, wallahu ya'asimuka minan nas, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na walinzi wanamlinda.
yahfazuka, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga, minan nasi min an yanaluka bisu'in, wasikupate na kukushambulia kwa ubaya. Hiyo ndio maana ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, kilichoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako. Wa in lam taf'al, usipofanya hivyo, wala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa in lam taf'al, usipofanya hivyo, usipoufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, fama ballaghta risalatahu, itakuwa bado haujaufikisha ujumbe wake. Wallahu ya'simuka minan nas, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga na kutofanyiwa ubaya na watu. Al-Imam Zamakhshari rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Al-Kashaf anasema, hadha wa'dun min Allah bil hifdh, hadha wa'dun min Allah, huu au hii ni ahadi kutoka kwa Allah aliposema wallahu ya'simuka minan nas. Hadha wa'dun min Allah bil hifdh, hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal kala, na kuhifadhiwa. Wallahu yadmanu laka al-isma, wal maana, na maana ni kwamba wallahu yadmanu laka al-ismata, Allah subhanahu wa ta'ala anachukua kwako wewe dhamana, anachukua kwako wewe kinga, min a'daika, kutokana na maadui zako. Fama udhuru fi muraqabatihim, udhuru wako wewe uko wapi katika kukuangalia? Anasema ruya anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yuhrasu, imepokelewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa analindwa. Kana yuhrasu, alikuwa analindwa, hatta nazalat, mpaka ilipoteremka aya hii, wallahu ya'simuka minan nas, fa akhraja ra'sahu min qubbati adami, fa akhraja ra'sahu min qubbati adami, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakitoa kichwa chake katika hema la ngozi. Waqala, akawaambia, insarifu ayuha nnas, ondokeni enyi watu. Faqad asamani Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia hakuna kitu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshiriki vita zaidi ya 17. Ghazwatul Ahzab, Ghazwatul Mu'ta, Tabuk, Ghazwatul Hunain, vyote hivyo, lakini amekuwa kufa kwa Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, hadha wa'd. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul ya ahla alkitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil wama unzila ilaykum min rabbikum. Qul ya ahla alkitab, waambie ewe Muhammad mayahudi na manasara. Qul, sema ewe Muhammad, ya ahla alkitabi, enyi mayahudi na manasara, lastum ala shay'in,
hampo nyinyi katika jambo lolote lile. Lastum ala shay'in, hampo nyinyi katika jambo lolote, hampo katika jambo lolote la dini, hatta tuqimu at-taurata wal injil, mpaka muzitekeleze hukumu zilizomo katika Taurati na Injili. Wama unzila ilaikum min rabbikum, na mpaka muitekeleze kile kilichoteremshwa juu yenu kutoka kwa Mola wenu, kwa maana ya Qur'an. Wala yazidanna kathiran minhum, wallahi itawaongezea wengi katika hao Mayahudi na Manasara, kitawaongezea ma unzila ilaika min rabbik, kile kilichoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako, kitawaongezea tughyanan wa kufra, kuchupa mipaka na ukafiri. Ibara hiyo ni ile ibara ambayo jana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituonesha nyuma. Qul ya Muhammad, sema ewe Muhammad, lihaulai alyahud wan nasara, kuwaambia hawa Mayahudi na Manasara, waambie hivi: lastum ala shay'in min ad-din asla, lastum ala shay'in, nyinyi hampo katika lolote, min ad-dini, katika dini hii aslan kabisa, hamna dini nyinyi, hatta ta'malu bima fi at-taurati wal injil, mpaka muyafanyie kazi. Neno hatta tuqimu at-taurata maana yake hatta ta'malu bima fi at-taurat, mpaka muyafanyie kazi yaliyomo ndani ya Taurati wal Injil, na ndani ya Injili. Watuqimu ahkamaha, na muzitekeleze. Watuqimu ahkamahuma, na yaliyokuja katika Taurati muyatumie. Wama unzila ilaikum, na kile kilichoteremshwa kwenu, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu. Al-Imamu Abdullah ibn Abbas anasema, yaani anachokusudia Allah hapo kwamba wama unzila ilaikum min rabbikum al-Qur'an al-azim, ni Qur'ani tukufu, ndicho kinachokusudiwa hapo. Taurati imetajwa, Injili imetajwa, sasa hii wama unzila ilaikum min rabbikum yaani al-Qur'an al-azim. Wallahi itawaongezea walio wengi katika Mayahudi na Manasara, ma unzila ilaika, kile kilichoteremshwa kwako Muhammad min rabbika, kutoka kwa Mola wako, kitawaongezea tughyanan, kuvuka mipaka, wa kufra, na kukafiri, kukufuru. Wala yazidanna, allamu lilqasam, lamu hiyo imekuja hapo kwa ajili ya kiapo. Wallahi, sawa na kusema wallahi, hiyo lamu hapo ni lamu al-qasam, kwa maana wa uqsimu, na ninaapa, la yazidanna hadha al-Qur'an al-munazzal alayka, itawaongezea hii Qur'ani iliyoteremshwa kwako ya Muhammad, ewe Muhammad, al-kathira minhum, walio wengi katika wao, ghuluwan fi takdhib, kuvuka mipaka katika kukadhibisha, wajuhudan, na kupinga, linubuwatika, kuupinga utume wako, wa israran ala al-kufri, lakini pia na kung'ang'ania ukafiri, wa dhalal, na upotevu. Fala ta'asa ala al-qaumi al-kafirin, wewe usihuzunike, fala ta'asa, usihuzunike, ala alqaumi alkafirin, kwa watu waliokufuru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anamliwaza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na anawaliwaza wale wanaofanya kazi ya da'wa. Kazi ya da'wa inahitaji subira. Katika kazi ya da'wa utakutana na mambo mengi sana ambayo yanaweza yakakuvunja moyo. Kwa hiyo Imamu hapa anataka kutueleza
Sasa Mwenyezi Mungu alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala ta'sa ala alqawmi alkafirin, usihuzunike kuwahuzunikia watu walio makafiri. Hapo analiwazwa Mtume kwamba hata wenzako waliopita walikataliwa, walipingwa. Usidhanie kwamba wewe ndiye wa mwanzo kupingwa. La tahzan, fala ta'sa, maana yake la tahzan alayhim, usiwahuzunikie hao Wayahudi na Manasara. Fa inna takdhiba al-anbiya i'adatuhum, kuwakadhibisha mitume ndiyo ada yao, ndiyo kawaida yao. Wadaabuhum, na ndiyo mwenendo wao. Na ndio maana Sheikh akasema, wa hadhihi tasliyatu lin-nabii sallallahu alayhi wasallam, huku ni kuliwazwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walaysa binahyin 'anil husni, na wala sio katazo la Mtume kutohuzunika. Kuhuzunika ni jambo la maumbile ambalo haliyekukipi, kama ilivyokuwa kupenda, kughadhibika. Haya yote ni katika mambo ya maumbile ambayo mwanadamu ameumbwa nayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul ya ahla alkitab lastum ala shay'in hatta tutimu at-taurata wal injil. Muhammad, waambie enyi mliopewa Taurati na Injili, lastum ala shay'in, nyinyi hampo katika lolote la dini, hatta tutimu at-taurata wal injil, mpaka muitumie na kuifanyia kazi Taurati na Injili. Wama unzila ilaykum, na kile kilichoteremshwa kwenu, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu. Kama tulivyoona Imamu hapo tafasiri, hatta tutimu at-taurata wal injil, maana yake ta'malu bima fi at-taurati wal injil, mpaka muyafanyie kazi na muyatumie yale yaliyomo ndani ya Taurati na Injili. Watuqimu ahkamahuma, na mzitekeleze hukumu za Taurati na Injili ala wajhi al-akmal, katika namna iliyokamilika, sio nusu-nusu. Wa min iqamatihima, na miongoni wa kuisimamisha na kuitumia Taurati na Injili, al-imanu bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni kumwamini Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Hii ni maana ya maelezo haya. Wala yazidanna kathiran minhum, wallahi itawaongezea hii Qur'ani tukufu wengi katika wao, wadaabuhum, na ndiyo mwenendo wao. Hadihi tasliya nabii sallallahu alayhi wasallam, huku ni kuliwazwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sawa na mtoto wake amepingwa, akaja kushtaki kwa baba yake, kaambia basi tutampiga, na yeye tutampiga, na yeye tutampiga, maana yake ni kumliwaza kwa mtoto. Maana haina maana kwamba ni kweli mzazi atakwenda kwa huyo mtoto na kumchapa, bali ni kumchapa huyu aliwazije na kuona kwamba yupo aliyenitetea katika hili. Inshallah leo tusimame hapa kwa sababu na safari leo tutabarak, tutakuja kuanza inna alladhina amanu walladhina hadu was-salihina wal-asara man amana billahi wal yawmil akhir. Siku haya mwisho kwa mgeni basi nataka kuelekea kidogo kuliko siku bila